Kimetuumiza na kimetusikitisha kitendo cha kuwekewa mita na idara ya maji wakati hayawahusu hata kidogo. Nguvu zetu wenyewe, kisima chetu wenyewe. Mita hii iweze kuondolewa. Kama ni swala la sisi wanamtaa kuhitaji mita, tutaweza kuomba msaada wa mita tuleteo kwa maridhiano. Wakazi wa mtaa wa Majishamba wilayani Kondoa mkoani Dodoma wamelalamikia kitendo cha mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kondoa KONDUWASA kufunga mita katika mradi wa maji ambao wananchi hao waliuomba kutoka kwa muhisani awachimbie kutokana na ardhi kubwa waliokuwa wakipitia hapo awali, ikiwemo kuchota maji kwenye makorongo. Ili kuondokana na changamoto hiyo, wananchi hao wameiomba mamlaka hiyo kuondoa mita iliyofungwa, wakidai kwamba si mradi wa serikali. Nguvu zetu wenyewe, kisima chetu wenyewe. Wakatufungia maji siku 3 wanake bila kuoga. Hatujapenda. Mama, tunaomba. Mama, tunakupenda. Tunakushika mkono. Miaka 5 tena. Maji tulikuwa tunateseka na kwambia tunahangaika usiku saa 9 usiku unahangaika, unaacha kitanda, unamwacha mwanaume unaenda kolongoni, mara wapi unahangaika, unagalagala, unaenda huko kutafuta maji. Tukaje tukachimbiwa, tukacheka, tukapiga vigelegele. Leo hii tena idara ya maji wanatuingilia kati. Kweli ni kama mtu umevaa shati lako alafu mtu anakunyang'anya. Wamekuja kukuvamia katika maeneo yetu kutoa amri kuwa mamlaka ya maji waje ufunge mita pasipo mazungumzo yoyote na wananchi, pasipo mazungumzo yote na wanamtaa. Na hali yakuwa tunajua kwamba mzozo uliotokea ni kuhusiana habari ya mita. Tunaomba sisi wanamtaa mita hii iweze kuondolewa. Kama ni swala la sisi wanamtaa kuhitaji mita, tutaweza kuomba msaada wa mita tuleteo kwa maridhiano, sio kwa ubabe uliofanyika wa kuweza kuja kufunga mita pasipo mazungumzo yoyote na wanamtaa. Je, serikali ya mtaa huo ikiongozwa na Bwana Emmanuel Jonas uliupokeaje uamuzi huo? Sisi tulikataa. Lakini shida kubwa ambayo inakuja kuumiza vichwa sana, asilimia kubwa watu wa serikalini, watu wa serikali za mitaa, sisi ni kama vile wapumbavu ambao tulienda shule, lakini tumekaa hapa hivi tunafanya shughuli za wenyekiti wa mtaa, tumesomea uongozi na tuna diploma zetu. Ule aliotumia siku ile afisa tarafa, nazungumza kabisa, ulikuwa ni udikteta. Hatuwezi jambo lote lile tukalifanya bila kuitisha mkutano wa wananchi, wananchi waliridhie. Tukamuomba kwamba hivi sisi kazi yetu kubwa kama serikali ya mtaa na wajumbe wa serikali za mtaa ni kuhakikisha kwamba tunaleta amani katika nchi, lakini pia swala zima vipindi tulivyokuwa navyo ni vipindi vigumu, vinaweza vikaathiri uchaguzi. Mtatuvunja moyo idara ya maji, tutashindwa kunanilia visema, kwa sababu ni kama vile mtu unafanya kazi kubwa, mwisho wa siku unakuja kunyang'anywa kile kitu na kuja kufanywa udikteta. Nataka niambie kitu moja ndugu zangu, sisi ni machifu na tumechaguliwa na wananchi. Kazi yetu kubwa, asilimia kubwa ni kusimamia maendeleo, lakini pia tuna haki ya kusikilizwa. Jambo hili ndugu zanguni, aliyeshinikiza kwamba hawa vijana wafunge mita ni Ali afisa tarafa. Nitamani kwamba awepo hapa. Amekimbia. Simeshana leo ndugu zanguni. Yeye ndio alisema, akasema kwamba anasema hivi, mimi naondoka paka saa 12 fungeni mita pale. Ndugu zangu hawa nadhani kwamba kwa sababu unakuta ni kauli ya mtu ambaye katoka kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, wakaogopa. Lakini ndugu zangu, nataka niambie kitu kimoja kwamba hivi, sisi wengine hatunaga hali za kuogopa. Kwa sababu gani? Mimi ni mwenyekiti wa mtaa ambaye sijajichagua mimi, nimechaguliwa kihalali. Aidha, kwa upande wake msimamizi wa usambazaji wa maji na usafi wa mazingira kutoka KONDUWASA Bwana Boniface Mwamkinga anatolea ufafanuzi swala hili. Sisi tuna establish utaratibu. Hata sehemu zote tumeenda tumeweka. Tuna establish utaratibu. Pale tutakapoanza ndo tunapoanzia. Sisi tunaelewana. Kwa ile mita haizuii upatikanaji wa maji, si ndio? Inaweza kawepo pale na maji yakaendelea. Sawa? Hilo naomba tuelewane kidogo kwanza hapo. Sawa? Hilo halina shida. Hiyo ni kuweka unafuu kwa ajili ya nini? Wananchi. Na sisi tunavisimamia ili kwa ajili ya kufanya haya matengenezo. Nimesikia kuhusu kubadilisha koki. Vituo tunavyo vingi sisi. Tuna vituo zaidi ya 21, 24. Na vyote wote tunaenda kufanya matengenezo. Hizo koki nini tunazibadilisha sana. Ikitokea mtambo umeleta itilafu, tunaenda tunabadilisha.
Sasa inakuja kwenye hizi gharama za kubadilisha, mtaweza? Kama mnaweza mkafanya utafiti, muulize tu hizi pampu zinauzwa shilingi ngapi, mtajua.